أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج القبع في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. Tunaweka lengo aya 26. Aya 11 hizi lakini zina urefu kidogo. Suratu An-Namli, sura ya wadudu chungu au sura ya sisimizi au pia sura ya koyokoyo. Sura ya koyo, wengi koyokoyo, ni wadudu wa aina hiyo. Kwa sababu ya hilo simulizi ambalo litawahusu limo ndani ya sura hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya 15 ya sura hii ya Suratul Namli anasema walaqad ataina Dauda wa Sulaimana ilma, na kweli hakika tulimpa Daudi na Suleiman ujuzi. Watu wawili hawa Mwenyezi Mungu anasema tuliwapa ujuzi, tuliwapa elimu ya kupewa, wengine wanasema kipaji au gifted. Mungu kawapa zawadi. Ziko elimu zinatafutwa na ziko elimu hata ukizitafuta unaweza usizipate. Kwa kusema maneno haya walaqad ataina, na kweli hakika tuliwapa Suleimani na Daudi elimu, basi elimu hii si ya kawaida. Sio ile elimu ambayo mtu anaisaka tu akaipata. Anaweza kuitafuta kwa bidii yote na asipate elimu hii. Kwa hivyo ni elimu maalumu hii ya kupewa. Ingawa elimu zote zinatoka kwa Mungu, lakini kuna ule umaalumu. Kama vile mtu akikualika chakula na kama umekwenda tu umekuta karamu, ni vitu tofauti. Ukenda tu ukaikuta karamu utakula, lakini akikuandalia hasa wewe mwenyewe peke yako kutakuwa na mambo ya ziada. Kwa hivyo elimu hii ni elimu maalum aliyoiandaa Mwenyezi Mungu kuwapa Daud na Suleiman, na kwa hivyo yatajitokeza mambo yasiyokuwa ya kawaida. Lakini kwa mpangilio huu inaonekana wazi kwamba Daudi alikuwa wa kwanza alafu akawa Suleiman. Na ni dhahiri kwamba Daudi ndio mzazi wa Suleiman. Huyu ni Suleiman bin Daud
Kwa Daudi ndio baba na Suleimani ni mtoto. Kwa hivyo Suleimani amerithi baadhi ya mambo kutoka kwa baba yake, na historia inaonyesha kuwa Nabii Suleimani alimzidi Nabii Daudi. Mrithi uzidi. Kwa Nabii Suleimani ameonekana kutajwa zaidi na mambo mengi zaidi kuliko Nabii Daudi, na hata historia zinapomtaja Nabii Daudi humtaja katika maeneo ya mafanikio na baadhi ya maeneo ya kuharibikiwa, lakini mara nyingi Nabii Suleimani anatajwa katika maeneo ya mafanikio tu zaidi kuliko maeneo ya kuharibikiwa katika utawala. Kwa hivyo kama vile nyota ya Suleimani iling'ara kumzidi baba yake Bwana Daudi. Na ufalme wa Nabii Daudi haukuja kwa kurithi, ulikuja kwa njia ya kupigana na kutawala. Lakini Suleimani ufalme kwake ulikuwa kwa njia ya kurithi kutoka kwa baba yake, alafu ndo akatanua mamlaka. Inaonekana Daudi kafanya kazi kubwa sana kuanzisha ufalme ule, mpaka akaitwa simba. Amefananishwa na simba, na simba ni mnyama mkali anayewinda na kutengeneza mamlaka katika vichaka na mapori. Kwenye Biblia anaitwa simba wa Yuda. Ukisikia simba wa Yuda, manake ni Daudi. Ingawa Wayahudi na Wakristo kwa ujumla, sio wote, hawaamini sana kwamba Daudi na Suleimani walikuwa manabii. Wao wanaamini kwamba walikuwa wafalme tu, kama vile ukisema rais wa kwanza, rais wa pili, rais wa tatu, mfalme basi. Hawawapeleki sana kwenye imani ya dini, wanawapeleka zaidi kwenye nguvu za mamlaka. Sisi zaidi tunawazungumza katika suala la imani ya nini? Ya dini. Na mara nyingi habari zao zinatajwa katika sura za Madina kwenye Qur'an, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika Madina alianzisha dola ya Kiislamu. Sasa Mayahudi wakawa wanamng'ong'a, wanamsema, na wale manasara wa Kristo wa zamani wanasema, nabii gani huyu, anataka kutawala tu. Kwa hivyo yeye akawa anateremshiwa aya hizi kuonesha kuwa hata watu wema nao walitawala nchi kama Nabii Daudi na Nabii Suleimani. Kubwa sio kutawala, kubwa ni kufanya nini? Kufanya wema. Walaqad ataina Dauda wa Suleimana ilma, na kweli hakika tulimpa Daudi na mwanawe Suleiman, tuliwapa elimu maalumu itokayo kwa Mwenyezi Mungu. Na baada ya kupewa elimu hiyo ambayo iliwasaidia sana katika kutawala na kumiliki, wakala, na wao wakasema wote wawili. Wakala, lamu ina alifu hiyo kuonesha kuwa wasemaji hapa ni wawili. Ingekuwa haina alifu ingekuwa wakala. Kuwa na alifu wakala. Na tunasema siku zote shadda na madda ni lugha. Ukiikosea shadda unaweza kuharibu maana, ukiikosea madda unaweza kuharibu maana. Hapa ukisema wakala atakuwa mmoja tu. Wakala, japokuwa katika usomaji mbele kuna sekna, kwa hivyo alifu huwezi kuivuta katika usomaji, lakini lazima ibainike kwenye uandishi kuwa alifu ipo hapo baada ya lamu. Kwa hivyo ni lamu alifu, sio lamu bila ya nini? Bila ya alifu. Waqala alhamdulillah, na wakasema wote wawili Daudi na Suleiman katika mamlaka zao wakasema alhamdulillah, shukrani ni za Allah. Hili nalo ndio jambo ambalo sijui kwa nini wanadamu mara nyingi sana wakati wa neema wanasahau kushukuru. Wakati wa balaa wanakumbuka sana kulalamika, lakini wakati wa neema wanasahau kushukuru. Hata katika mambo yetu ya kawaida, mwanadamu anapokuja kukusikitikia shida yake anaweza kuwa na maneno mengi sana, lakini ukishamsaidia wakati wa kuondoka anakuwa na maneno kidogo, na pengine asiwe na neno hata moja.
Bwana, mimi mpaka sasa hivi sijajua nyumbani kitoweo nitapeleka nini bwana, sina kabisa, hebu nisaidie ndugu yangu, najua na Ramadhani hii na dini nasema thawabu ni nyingi na hivi na hivi. Aya, toa 2000 umpe. Ile kusema asante ni wachache sana utakaosema. Mara ashapata kitoweo hapa, kwa heri bwana. Wakati mwingine ndo angalau ndo kasema huyo. Lakini pale alipokuomba 2000 anaweza kutumia dakika 5 nzima kujieleza. Lakini ukisha kumpa dakika moja tu ya shukurani, anaweza kuwa hana tena muda. Kwa sisi kwenye eneo la shukurani tunakuwa wapungufu. Kwenye eneo la kulalamika na kuomba tunarefusha sana. Basi hata hiyo alhamdulillah, waqala alhamdulillah, wakasema shukrani za Allah alladhi, ambaye faddalana, katufanya bora sisi. Faddalana, katufanya sisi bora, au katupa sisi ubora. Kule kuwa ndio watawala wa watu wengi sana, tumefanywa sisi na Mwenyezi Mungu kuwa bora, lakini wengine vile vile wangeweza kufanywa bora. Ukijiona wewe umetawala, ukijiona wewe una mali, ukijiona wewe ni maarufu, unakubalika, Mwenyezi Mungu angeweza kufanya kinyume chake, akamnyanyua mwingine na wewe akakuangusha. Kwa hivyo lazima ukumbuke shukrani. Tumetoka kusoma kwenye Al-Qasas habari za Qarun aliposema innama utitu ala ilmin indi. Yeye alijitapa akasema utajiri huu nimeupata kwa sababu ni mjanja na ujuzi, nyie mabwege wajinga. Sivyo inavyotakiwa wakati wa kupata. Wakati wa kupata umshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu wanaofanya bidii ni wengi, lakini wanaofanikiwa ni kidogo. Tena falsafa kubwa sana hiyo. Hata huku duniani mbegu za wazazi wetu, baba zetu, zilikuwa nyingi kweli, zinazokimbilia kwenye tumbo la mama kutunga mimba, lakini iliyofanikiwa ndio hiyo yako na yangu, tukaja nyingine zikafeli, na wakati mwingine zinafanikiwa 2 kupita mlangoni kwa pamoja, au 3 ndio wanakuja pacha. Mwenyezi Mungu kila mahala kaweka jambo hili, maana kwenye ule mlango wa kuingilia mimba panakuwa na kama mtaro, alafu pana nundu imeote. Ikishaingia moja tu, ile nundu inakuja na uziba ule mtaro, zinabakia zote zinagonga, zinarudi. Sasa wakati mwingine zinafukuzana mbegu 2 bega kwa bega, zinapenya zote. Ukifunga watu wawili washaingia ndani, pacha hiyo. Wakati mwingine zinakuja 3, kuna mmoja kishapeleka mpaka 5. Si jamaa alikuwa na shabaha au alikuwa anazituma kwa jeki, hatujui. 5. Sasa kuja kuzaliwa wote wakasurvive ndio kazi. Kwa hivyo wewe uliopenya si ujanja wako, na yule aliyegonga akarudi si ujanja, si ujinga wake, ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kwa hata huku kuja kwetu duniani kunategemea mpango mzima wa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Sikwambii tena kupata na hiyo mimba kukaa miezi 9 ikawa salama. Wangapi wanakaa miezi 9 tumboni halafu mimba zinaharibika, halafu wakati wa kuzaliwa ukatoka salama, nayo si mchezo. Halafu uko utotoni ukasalimika, kuna kuibiwa. Mmoja katika watoto wangu aliibiwa uchangani, papatu kuja kupatikana hoi tabani, tukabidi tuchinje kuku sadaka. Alikuwa anakwenda zake, tusingemjua kapeleka upande gani wa ulimwengu. Haya, wewe uchangani kote uko umelindika, hujaibiwa. Ungeibiwa ukapelekwa utumwani, ukapelekwa mahala ukauzwa, ukafanywa ndondocha uchawini huko, zote hizo mpaka unakuja kuwa mtu, zinakulazimu uwe na shukuru na shukurani. Sikwambii tena kuja kupata ukawa kiongozi, ukawa tajiri, ukawa mtu unayekubalika, hata na mambo ya ziada. Kwa hivyo hawa wakasema alhamdulillah alladhi faddala, tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye katupa sisi ubora, ala kathirin, juu ya wengi, min ibadil mu'minina, katika waja wake waumini. Maana hata tukichukulia kwamba kwa kuwa tunamwabudu Mungu, kwa kuwa ni Waislamu, bado wanaomwabudu Mungu na Waislamu ni wengi pia. Tena iweje wewe upate wengine wasipate? Bado una wajibu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu
kwa hali hiyo, katufanya bora sisi kuliko wengi katika waja wake wenye imani kama sisi. Sikwambii wale ambao hawana imani. Kwa hivyo haya ndio maneno ya shukrani yaliokuwa yanatoka kwenye vinywa vya nabii wa Mwenyezi Mungu Daud na nabii wa Mwenyezi Mungu Suleiman alayhi wasallam. Wao walikuwa waja wa shukrani pamoja na neema yote waliopewa. Lakini sisi unapewa neema ndogo tu unafanya batara. Hawa wamepewa neema kubwa kabisa na bado wameonyesha kushukuru kwa unyenyekevu. Na kushukuru namna zake kubwa mbili. Moja, kuitumia neema ile kama inavyotakiwa. Lakini pili, kumshukuru Mwenyezi Mungu pia kwa kumshukuru kwa ulimi wako na kwa ibada zako ukamwabudu. Baada ya hiyo aya inofuata, aya 16, wawaritha Suleimanu Dauda, na Suleimani akamrithi Daudi. Waritha Suleimanu Dauda. Suleiman ana dhamma mwisho na Dauda ana fatha mwisho. Kwa hivyo hapa Suleimani ndiye aliyerithi na Daudi ndiye aliyerithiwa, na Daudi ndiye baba na ndiye aliyefariki mwanzo. Kwa kawaida mtoto anaweza akamrithi mzazi na mzazi anaweza akamrithi mtoto, lakini kwa mara nyingi mtoto ndo anayerithi nani? Mzazi. Na kurithi katika kwenye mambo ya mali, maana yake hasa mtu wa kwanza anakuwa kafa, ile mali na hama inaingia kwa mtu wa pili, ndio kurithi. Na kwenye utawala, maana yake yule mtu wa kwanza anakuwa ameondoka, ama kwa kifo au kwa taratibu zozote za kisheria, wa pili anarithi. Anaweza kuumwa akapata kichaa, ataingia mwingine. Anaweza kuumwa akaparalyze, akaweza kutekeleza majukumu yake, si lazima afe. Aghlabu anarithi mwingine kwa sababu ya mwanzo kafa, lakini anaweza karithi bila nini? Bila kufa. Na ziko katiba za nchi kama yetu, mtu akifika miaka 80 hawezi tena kuwa rais katika katiba ya Tanzania. Katiba ya Tanzania ingawa haiko wazi sana, lakini ndivyo inavyotafsirika. Labda sasa hivi wameshapitisha kifungu hicho, lakini mwanzo ilikuwa inatafsirika kwamba akifika miaka 80 hawezi tena kuendelea kuwa rais. Ndio maana ukiwa na mtu anagombea urais na miaka 76, 77 hivi, linakuja tatizo kubwa. Akikatazwa ananuna, bwana wewe una 77, ina maana utatawala kwa miaka mitatu. Baada ya miaka mitatu kwa tafsiri ya katiba utakuwa umefikia miaka 80, hutoweza tena kuendelea kuwa kiongozi, tutalazimika kuweka mtu mwingine. Lakini anakuwa mbishi mtu, hakubali, sema naweza. Na Arabuni ndio hivyo katika taratibu za kifalme. Akishafika miaka 80 anabaki kuwa mfalme kwa heshima, lakini utendaji wote unashikwa na mtu wa pili ambaye wakati wote atashika hiyo ufalme, anakuwa ndio mrithi, anaitwa successor, waliyul ahad. Hatekelezi tena yale majukumu, yule anataka kitako tu, mtu mzima. Ile mrithi wake ndo anayefanya kila. Lakini hata kwenye utajiri ni hivyo hivyo. Ushafika miaka 80 wewe itakuwa kazi yako kupiga mahesabu ya mamilioni ya pesa. Unatafuta kufa mapema bure. Wanafanya watoto, wewe uko pale mzee kwa heshima tu, na jina linabaki kuwa lako, lakini shughuli zinafanywa na watu wengine. Hata kuendesha gari wakati mwingine leseni unazuiwa. Ushafika miaka 80 unaweza kuwa huoni vizuri na nini, unaweza kusababisha tatizo, lazima uendeshe hata kama ni yako mwenyewe. Kwa hivyo wakati mwingine anaweza kukurithi mtu ujana. Lakini ndio tatizo letu watu wengine sisi. Mtu ana miaka 76 tulikuwa naye bado anataka uimamu msikitini. Bado sijafa, subirini nife. Sisi tulisubiri watu wafe ndio tukashukua kibla hichi. Akitoka chini kwenye sijida kamaliza takbira Allahu Akbar, lakini nusu hajafika, yuko katikati, watu washasimama wanamchungulia, mzee bado hajaja.
imamu hajafika juu. Akiwa juu Allahu Akbar, watu washapika chini na sujudu, yeye ndo anajiswaza Allah ende zake. Utafikiri kwamba lile la kuunganisha mashaka matupu, kwa sababu ya kung'ang'ania. Tunayo tabia ya kung'ang'ania majukumu, kung'ang'ania madaraka. Watu hakika naambia mama, basi mambo ya jiko tuachie sisi. Wengine mpaka anaanguka kwa pressure jikoni bibi, kwa sababu kutaka kupika. Tena wengine na ile kwamba kitu fulani mpaka nipike mwenyewe. Hivyo wengine pikeni nyinyi, lakini hicho simwamini mtu. Kumwamini mtu wewe, utotoni mwako moto ulikula vyakula vilikuwa vinapikwa na nani? Ulipika mwenyewe tangu unazaliwa? Kumwamini mtu vipi sasa? Ndio binadamu na ung'ang'anizi. Wawaritha Suleimanu Dauda na Suleimani akamrithi Daudi. Kwa dhahiri ya historia manake alikufa Nabii Daudi, akaja akarithi Suleiman. Lakini ukirudi sana kwenye historia, inasemwa kuwa Suleimani hakuwa mtoto wa kwanza wa Nabii Daudi, walikuwepo wengine. Lakini yeye aliona, baada ya kuwajaribu, akaona Suleimani ndo anaweza kuongoza, hao wengine wote hawawezi. Na kwa hivyo akamwachia yeye ufalme. Walinuna wale wengine, ikatokea hali kidogo si nzuri, lakini Suleimani alikuwa smart, akaidhibiti ile hali. Kwa si lazima anayekurithi ya mwanao wa kwanza, ingawa ndio desturi, lakini si lazima. Ikitokea kuwa anaonekana hayuko sawa sawa, si lazima kumkabidhi. Na yeye kuwa wa kwanza wala wa pili. Wakala, akasema Suleiman baada ya kurithi ufalme wa baba yake Daudi alayhi assalam, akasema ya ayuhan nasu, enyi watu. Inaelekea hii ilikuwa ndio hotuba yake ya kwanza baada ya kukabidhiwa kiti cha ufalme. Anazungumza na watu, anawahutubia. Kwa hivyo yananukuliwa baadhi ya maneno katika hotuba yake ya kwanza akiwa kiongozi wa taifa lake. Ndio kuna mtu akamwambia, "Nye mashehe wa siku hizi kwa siasa, sasa hii ni kitu gani? Hii hapa ni nini? Si siasa. Kwani mambo ya utawala, kutawala watu na kutoa mahutuba, kuzungumza na watu ni nini sasa?" Mashehe wetu wengine ndio wale ambao hawakwenda deep sana. Mungu awasame pale walipokosea, walipe walipopatia. Wasema ndani ya Qur'ani hamna siasa. Kasema nani hamna siasa ndani ya Qur'ani? Si hapa. Kwani kuwa mtu kafa, alikuwa kiongozi, akaja akatawala mwanawe, alafu akahutubia watu, tutaita nini? Sio habari ya siasa. Ya ayuhan nasu, enyi watu, ulimna mantiqa at-tayri, tumefundishwa sisi matamshi ya ndege. Mantiki maana yake ya kwanza ni matamshi, inatokana na neno nataqa yantiqu, wama yantiqu anil hawa, hatamki kwa matamanio. So mantiki ni matamshi. Lakini iko maana ya pili. Mantiki manake ni logic. Logic manake utaratibu wa kufanya kazi kwa akili. Ilmu al-mantiki ni elimu inayozungumzia taratibu za kufanya utendaji kazi wa akili. Lakini maana hii wakati Qur'ani inaizungumza ilikuwa bado haijaibuka sana katika lugha ya Kiarabu na duniani. Ilikuwa maana ile ya kwanza tu, utamshi au matamshi ya nini, ya ndege. Lakini maana ya pili imekuja baadaye kuingia kwenye lugha ya Kiarabu kutokea kwenye lugha nyingine kama Kilatini na nyinginezo, ambao kwa Kilatini na Kiingereza inaitwa logic. Logic manake ni elimu inayokufundisha utendaji kazi wa akili. Akili inafanya kazi vipi? Kama vile fundi gereji anavyojua utendaji kazi wa gearboxi, utendaji kazi si wa engine, difu nini, anajua jinsi inavyofanya kazi. Au fundi saa, fundi simu,
basi na ukisoma logic unajua akili ya binadamu inafanya kazi namna gani. Sasa tukichukua maana ya kwanza, na ndio ilikuwa inaelekea zaidi, ulimna mantiqa tairi, tumefundishwa matamshi ya ndege. Ndege wanapotamka sisi tunafahamu nini maana yake. Ukichukua tafsiri ya pili, tumefundishwa namna akili za ndege zinapofanya kazi. Lakini hiyo tunasema iko mbali zaidi kwa mujibu wa historical context. Maudhui ya kihistoria yanaonyesha mpaka wakati Qur'an inateremka neno mantiki halikuwa likibeba maana katika nchi za Kiarabu, maana hii ya utendaji kazi wa akili. Lilikuwa linabeba maana hii tu ya matamshi ya ndege. Eneo hili nalo ni eneo ambalo limeelezwa kwa namna za vitendawili vingi sana na baadhi ya wanazuoni wa zamani, na wakati mwingine ukifanya uchunguzi halikujenga uelewa wa sawasawa au mwingi sana ndani ya jamii kujua matamshi ya ndege vipi. Wataalamu wa lugha, ukenda katika elimu za lugha duniani, unaambiwa binadamu anasema kwa maneno yanayoandaliwa na herufi, lakini herufi zinazaliwa na sauti, na sauti inazaliwa na pumzi. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni pumzi. Ndio maana mtu akibanwa pumzi kusema na kwa hawezi, haitoki, sababu lazima kwanza avute pumzi, alafu pumzi zizae sauti, alafu sauti izalishe herufi, alafu herufi zizalishe nini? Maneno, alafu maneno yapangwe katika sentence, alafu sentence ipangwe katika ibara au insha. Ndio mwanadamu anafika mahala anazungumza kama hivi mimi hapa sasa. Hasa ndege au wanyama kwa ujumla wao wanavuta pumzi, wanatoa pumzi kama sisi, wanatoa sauti vile vile, ingawa kwa viwango tofauti wenyewe kwa wenyewe baina yao. Lakini hatua ya kuzalisha herufi na hatua ya kuzalisha maneno na baadaye maelezo, huku ndo ambako wanyama hawafiki aghlabu yao. Paka anavuta pumzi na anasogea mpaka kwenye sauti, lakini zaidi ya sauti hiyo hana herufi anayozalisha. Labda ukitaka kuzileta karibu kidogo, anaweza akazalisha y, n na w. Nyau, nun, ya na yeyo, n na y na w, wow. Mbwa hali kadhalika anaweza kuzalisha kwa mbali sana ambayo ni w. Bata mgumu sana, ana mada nyingi tu. Kuku hali kadhalika. Nyoka likipea sana linazalisha sauti, lakini hazifikii kwenye herufi. Katika wanyama wanaozalisha herufi kwa asilimia kubwa zaidi kuliko wote baharini yuko pomboo, naye zaidi ni sauti. Lakini kuna kasuku naye kwa sababu ya kuiga, na nyani. Hawa wanaweza wakazalisha herufi kidogo. Kasuku anaiga sasa. Pomboo unamjua? Madolphin yale yanoruka sana juu hivi, sio mzira au mzia. Pomboo linakuwa na domo refu. Siku za baridi sana wanakuja, nafikiri kutokea Australia wale, sababu wanatoka maeneo ya baridi wale, wanasafiri kweli, wanakuja mpaka hapa kwetu sisi, tunawaona unaruka kabisa, ambao nyama yake ukikata ni madamu tu, hana kitu. Labda wanakatakata watu wanafanya chambo, aghlabu si atuli nyama ile, ni jamii. Lakini yule ambaye wazungu wanacheza naye mpaka mpira kwenye swimming pool, yule kidogo anaweza akatoa sauti zinakaribiana kidogo na herufi. Lakini kasuku hodari wa kuiga. Kulikuwa kuna bora mmoja kule Kizenga Street, njia kwenda posta zamani mjini, tukimita bora kasuku. Alikuwa anapenda kasuku, dukani kwake anauza hardware, vyuma, mambo ya kuona, mkumbuka sio?
alikuwa anamweka kwenye ile susu lake. Basi tukitoka skuli ya Mamni pale saa 4 tunakwenda kumchukulia kasoko. Ukifika kasoko na anatikia kasoko, ujambo, ujambo, kwaheri, kwaheri, anaiga vile vile sauti. Yeye kazi yake kuiga tu sauti, wala hajui maana yake. Yule bora asema hey, lakini sikie pane tukane. Kama tukane na hiyo tukane. Maana msitukane, mkitukana naye ataiga nini? Ataiga matusi. Siku moja tukapita sana, weka soko mshenzi. Akasema mshenzi, naye akasema mshenzi. Yani anakamata kile kipande. Sasa unalomwambia anarudisha hilo. Kasogea kidogo, anapata baadhi ya maneno. Na nyani naye anapata, lakini akipea sana na baadhi ya hisia anazo. Unaweza kuwa unakoga mtoni akatokea akaanza kucheka. Anakucheka wewe. Kwa ziko baadhi ya herufi anazileta mpaka unafahamu hapa anakusudia. Anakataa. Kwa hivyo mwanadamu kasogea sana. Lakini wanyama hawafikii kwa na matamshi. Kuyaita matamshi maana kufahamu hisia zao wanavyozielezea. Mbwa akimwona bwana wake ananyanyua mkia alafu anapiga hivi. Na hasa akiwa anatarajia utampa chochote. Na hata paka akifurahi anafanyaje? Anaunyanyua na kuchezesha mkia. Lakini akitaka kugombana mwenziwe linatuna lile kia. Linadinda. Alafu anaanza fujo na vurugu. Unaona, kuku naye vile vile ana hisia zake. Akitaka kupigana na tuna, anatanua mabawa. Kanga wako hivyo hivyo, nyoka nao wana hisia zao, lakini bado hawajafika mahala wakatamka. Ulimna, tumefundishwa mantika tairi, matamshi ya ndege, yani wanapozungumza au wanapotaka kuwasiliana wanamaanisha nini. Wa utina min kulli shay, na tumepewa katika kila kitu kinachohitajika. Wa utina, na tumepewa min kulli shay'in, katika kila kitu kinachohitajika kuendesha mamlaka yetu. Mwenyezi Mungu katupa shukrani hizo, kuelezea mambo ambayo Mwenyezi Mungu amewapa kama sehemu ya neema. Wa utina min kulli shay, na tumepewa katika kila kitu tunachokihitaji katika kuendeshea mambo yetu. Inna hadha, hakika jambo hili la huwa al-fadlul mubin, ndio salio la wazi kabisa au fadhila ya wazi kabisa. Tuna fadhila ya wazi au tuna salio la wazi wazi, akiba ya kututosha kabisa katika mahitaji yetu ya kila siku. Anaelezea kwa kushukuru. Na inaonekana elimu ya wanyama kwao ilikuwa kubwa. Walifuga viumbe wengi na wakawajua wale viumbe namna wanavyohitaji, na wanapofanya makosa wanawaadhibu vipi, wanapofanya vizuri wanawazawadia vipi, yote wanayajua. Sisi katika ufugaji tuna hilo tatizo kwamba akifanya vibaya anatandikwa tu, lakini akifanya vizuri hapongezwi. Malezi yetu sisi ya ajabu sana. Wafugaji wa farasi anaweza kupelekwa safari ndefu sana, lakini akishamaliza kazi atakwenda kukogeshwa kwa sabuni maalum inanukia, atajisikia raha. Akimaliza atapewa chakula chake, nyasi au nini, kwa furaha kabisa atakula mpaka ashibe. Kwa hivyo yeye anajengeka kiakili kwamba kila baada ya kazi nzito mbele yake kuna zawadi. Sisi utalituma punda na magongo na nini, likishamaliza unalitupa lihangaike tena kutafuta chakula. Inakuwa baada ya kazi hakuna pongezi. Tunawafanya kuliko watumwa. Sasa hili katika malezi au ufugaji wa viumbe tuna mashaka.
Kule kwa Wasukuma kuna watu kazi yao kucheza na chatu, wanacheza ngoma na chatu, wanalitia shingoni wapi. Wakati mwingine mnaona kwenye mapicha chatu linaweza kuwa kama nguzo hiyo, limenenepa kwa kweli, anacheza nalo jamaa. Kuna makundi ya Wagalu na Wagika katika maeneo ya Shinyanga huko. Wagalu na Wagika wanajua kucheza na nyoka kwa kweli. Lakini niliwauliza siku moja, mimi nilikutana nao, ingawa naogopa kusogea kwenye maeneo yenye manyoka yao. Akikauliza mnakwenda nao vipi wanyama hawa wadudu hao? Wasema kwanza tunafika mahala tunawazoesha hawa, wakimaliza kucheza ngoma lazima wale washibe. Kwa hivyo ina maana zawadi yao ni kula vizuri wakimaliza kucheza. Tena nini? Wanapewa kuku, wanapewa bata. Na asubuhi pengine kabla hajacheza wanakwenda wanampaka kitu au wanamnusisha kitu, anapungua nguvu yake, anakuwa bwege wa kuendeshwa, na anajengeshwa mazoea kwamba ukimaliza kazi ndo kula. Hamna kula kabla ya kazi. Ukimaliza kazi ndo mshahara. Hakuna mshahara kabla ya nini? Kabla ya kazi. Basi wanafika mahala mpaka wanajenga mazoea. India wao wana mchezo wa nyoka aina ya cobra, na wanampigia zumari kabisa, anakwemo ndani ya mtungi. Ukipigwa mzumari anatoka, na ukipigwa mzumari tena wakumrudisha anarudi mwenyewe ndani ya mtungi. Na wanasema hakuna nyoka mwenye ufahamu mkali kuliko nyoka aina ya cobra. Akizoeshwa mambo anafahamu kabisa mpaka anatumwa. Na kule mimi nimeshuhudia mambo ya ngamia pia. Ngamia anatumwa dukani, nimemwona kwa macho yangu. Anatiwa kikapu kwenye shingo, na ndani mna pesa na kikaratasi cha mahitaji, kimeandika mahitaji yake. Akifika dukani anakaa, kama kuna watu kuna foleni anakaa nyuma mpaka na anasogea, hapo anapeleka shingo. Jamaa anatoa kile kikapu, anasoma karatasi na pesa, anamtilia vitu na change, anarudisha, anamvalisha shingoni, anageuka anarudi mpaka nyumbani. Akifika anapeleka shingo tena, huu mzigo umekuleteni, simenituma. Wako viumbe wanaweza kukubali mafunzo. Elimu hii inaonekana kwa Nabii Suleiman na Nabii Daudi ilikuwa nyingi sana. Zoology, elimu ya wanyama. Wa hushira li Suleimana junudu, na palikusanywa kwa ajili ya Suleimani jeshi lake. Na hii wanaifanya watawala, kukusanya yaumul hashri, yaumul mahshari, siku ya kukusanywa watu. Wa hushira, na palikusanywa li Suleimana, kwa ajili ya Suleimani, junudu, majeshi yake. Hii inaitwa siku ya paredi, siku kama vile sherehe ya kitaifa. Kama hapa kwetu sherehe ya Mapinduzi, unaona amani pale vikosi vinafanya nini? Sherehe za Muungano, unaona vikosi vinafanya nini? Vinapita kutoa saluti pale kwa rais wa nchi. Vikosi vyote vinakusanywa pale, na katika kila kikosi panatoka kikundi maalum kwa ajili ya paredi kuwakilisha kikosi hicho. Kwa hivyo tunarudi tena kwamba Nabii Suleiman na Nabii Daudi walikuwa watawala wa nchi na walifanya siasa. Mtu akwambia Qur'ani izungumzi siasa, mwambie wewe hujui Qur'ani wala hujui siasa. Ungejua Qur'ani ungeiona siasa, na ungejua siasa ungeiona Qur'ani inazungumza siasa, kwa namna tu tofauti katika baadhi ya maeneo. Wa hushira li Suleimana junudu, na lilikusanywa kwa ajili ya Suleimani jeshi lake. Minal jinni wal insi, katika majini na watu. Kwa hiyo Nabii Suleimani alikuwa na jeshi la majini na jeshi la watu.
Utawala wake ulikuwa katika visible and invisible, katika vitu vinavyoonekana na vitu visivyoonekana. Kwa kawaida kote alitawala. Tofauti na sisi kwa wakati wetu, utawala wetu uko kwenye vinavyoonekana, visivyoonekana hatujavimudu. Ndio maana unasikia rais mzima anaita waganga au anakwenda kwa waganga, na hasa wagombea ndo kabisa, na mara na alikuwa giningi. Kama ujaja wewe, lete mwakilishi wako, kwa sababu hawa watawala wetu wanatawala vinavyoonekana tu. Hawa wengine walipewa mpaka katika visivyoonekana, baadhi ya maeneo wakaweza kuyatawala, ambayo ilikuwa kubwa kwa kweli. Nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakupenda sana mambo ya majini. Angetaka angekuwa zaidi kuliko Suleiman, kwa sababu yeye anasoma Qur'ani tu, amemsikiliza. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljinn, lakini hakuyaendekeza yale. Na sisi ndio maana katika umma wake hatutakiwi kuyaendekeza. Lakini kwa Nabii Suleiman yalikuwa anakwenda bega kwa bega, mambo ya kibinadamu na mambo ya majini. Min aljinni wal insi, katika majini na watu, wa tairi, na ndege. Na hawa ndege wanatajwa kwa sababu kwenye utawala wake, na kama utakavyoona kwenye kisa hiki, kuna mchango mkubwa sana wa ndege. Na alafu kuwatawala ndege ni jambo moja gumu sana. Kuwafuga sio wote, wako wanaofugika na wako sio wasiofugika. Kama wanaposema Swahili, kunguru afugiki. Nani amepata taarifa kuwa kuna mtu kazi yake kufuga kunguru, alafu wanakwenda wanarudi kwa time wanazotaka? Au mwewe au kipanga. Warabu wanafuga vipanga kwa ajili ya kuwinda, lakini si mwewe. Naye ana kazi kweli kumfuga kipanga, sababu ni ndege wakorofi. Fahum yuzauna, basi wao wamesambazwa au wametawanywa kwa makundi, ili kundi la binadamu, ili kundi la majini, ili kundi la ndege. Tauzi maana yake kusambaza, kila mmoja katika eneo lake. Ndio swala la gwaride linapokwenda au paredi. JKU huwezi kuwachanganya na KMKM. KMKM watakuwa na kikosi chao, JKU wana kikosi chao, JWTZ wana chao. Fire, fanya fujo uone, Kiswahili cha zamani FFU, ingawa sio maana yake FFU, ile ni Field Force Unit lakini zamani tukisema ati F maana yake fanya, na F ya pili fujo, na U maana yake uone. Fanya fujo uone, FFU. Maneno yetu tu katika kutafsiri. Field Force Unit, kile kikundi chao mbali, kikosi cha mizinga mbali, vinagawika. Kwa hiyo ndio yuzauna, wamegawanywa, wamesambazwa, kila kikosi na eneo lake. Kwa hiyo ni gwaride au paredi rasmi kabisa. Hata idha atau, mpaka walipofika, ala wadi namli, katika bonde la wadudu chungu au sisimizi. Inaonekana hili halikuwa gwaride au paredi la uwanja maalum kama vile uwanja wa Amani. Hili lilikuwa ndani ya mji kuzunguka. Ni kama ile wanaita piga kwata. Wenyewe wanaimba piga kwata, piga kwata, piga kwata, piga kwata, piga kwata, piga kwata, askari tembea. Wanalipiga lile mji mzima. Piga kwata wanaweza kuanza asubuhi mpaka jioni. Hanywi maji mtu. Kama hujawahi kufunga, siku hiyo itakuwa saumu yako maradufu. Wanaweza kulianzisha kutoka mjini mpaka Makunduchi, nenda rudi non stop. Shauri yako. Kama una ngiri utajijua mwenyewe. Kama hujavaa nepi, shauri yako, ndani upige na nepi. Vitu vyote uviachie humo humo, huku unaendelea.
wanaizunguka nchi kilomita nyingi kweli, wengine wako na kilomita 100. Sio mchezo, kwa sababu vitani wanatembea kwa miguu masafa marefu sana, sababu wanasema wataalamu wa vita, jeshi linaloteka nchi ni lile linalotembea kwa miguu, sio lile linalopiga kwa anga au kwa mizinga. Lile linaweza kaipiga nchi, kuiteka na kuichukua lazima litembee kwa miguu, ndio kuteka nchi. Tumevamiana. Kwa hivyo kama haliwezi kutembea kwa miguu masafa marefu, halina uwezo wa kuteka nchi yoyote katika vita. Litakuwa linapiga alafu liko mbali. Kwa hivyo hao inaonekana walikuwa wako mitaani, wanazunguka katika nchi. Hata mpaka idha atau, walipofika, ala wadi namli, katika bonde la hawa sisimizi au wadudu chungu. Inaonekana kwamba hilo ni bonde na walikuwa hapo wamezaliana, ndio makao makuu. Na wanapenda sana mabondeni hawa na sehemu zenye utulivu. Namli hapa ni wengi, si mmoja. Akiwa mmoja anatiwa te namlatun. Qalat namlatu, akasema mdudu chungu mmoja au sisimizi mmoja. Wale namlu walikuwa wengi, namlatun anakuwa mmoja. Kama tamru ni tende nyingi, tamratun tende moja. Nakhlun mitende mingi, nakhlatun mtende mmoja. Nahlun nyuki wengi, nahlatun nyuki mmoja. Ingawa baadhi ya wafasiri wanasema kuwa tea hapa ya namlatu inahusu jike, kwamba malkia wao huyu ndio aliyesema, na wengine wanasema pana, hapa inaonyesha huyu ni mmoja wao tu aliyesema. Kwa ile tau tanis au tau tauhid, te hii ni te ya uke au te ya kuonesha kuwa hichi kitu ni kimoja. Wanaosema kuwa ni te ya uke wanasema aghlabu ya wadudu hawa huongozwa na malkia, hawaongozwi na mfalme. Kwenye nyuki hivyo hivyo anakuwa malkia, na kwa hivyo na hawa anayewaongoza anakuwa malkia. Na wakasema katika hili ni dokezo kwamba huko mbele nako itakuja habari ya malkia Balqis na jinsi anavyookoa watu wake na balaa na vita. Na hapa anaonekana malkia wa sisimizi anawaokoa sisimizi wenzake na balaa la kukanyagwa na jeshi la Suleiman. Kwa hiyo wakasema kuna muungano wa kimantiki katika habari za hawa sisimizi na habari za malkia Balqis. Wako wengine wakasema hakuna haja ya kwenda kote. Namlatun alisema mmoja tu, yule mwenye dhamana ya kuwashtua wenzake, na aghlabu huyu ukaa sehemu yenye mwinuko, wenzake wakiwa bondeni. Huyu alikuwa ni askari wa zamu. Kwa hivyo analiona jeshi linakuja huko na mafarasi na nini, jamaa kifo kinakuja, kila mtu ende zake. Wasema haielekei malkia ndo apige makelele kuwaambia watu, ila yeye anasubiri taarifa, kwa sababu mkubwa hafikiki, analindwa. Huyu anaonekana kakaa mahala anaona wenzake hawaoni, tena atakuwaje malkia? Huyu ni askari mlinzi. Tafsiri ziko mbili, chagua unaoipenda, tizama mwenyewe. Si masala ya fiqh hapa kwamba hati dalil na kwamba huyu akishika namlatun kuwa alikuwa ni mmoja, mwingine ashika kuwa malkia, mtaanza kufukuzana msikitini, alikuwa malkia, hakuwa malkia, alikuwa ile sila mizozo. Maana siku hizi Waislamu kitu kidogo tunatia ugomvi, kitu kidogo tunatia ubishi. Nimesema kidogo tumie kwenye vyombo vya habari, mwingine anasema radi, tunamjibu. Najibu nini? Namlatun, kwamba alikuwa malkia, walikuwa mtoa taarifa, ndo radi. Haya, ongezeni na ngurumo pamoja, si radi peke yake. Mwisho
Ukitaka kufundisha tu, kila mtu mjuaji katika kile anachofundisha mwenziwe, si mjuaji katika kile anachofundisha yeye, anakuwa mjuaji katika kile anachofundisha mwenziwe. Tunakwenda wapi? Na mengine wala si ya kuvutana wala si ya kujibizana, lakini ndo utoto umeingia katika mambo ya elimu, adabu zimepungua, mambo mengi Kwa hiyo tunatanabaisha, sema wako wanaosema hivi na wako wanaosema hivi. Kasema vipi huyu? Ya ayuhan namlu, enyi sisimizi nyinyi, au enyi wadudu chungu. Ikiondolewa te wanakuwa wengi, ikitiwa te anakuwa mmoja, au kwa tafsiri nyingine wanamsema kuwa ni malkia. Dukhulu masakinakum, ingieni kwenye makazi yenu, rudini majumbani. Hapakaliki tena hapa kwenye bonde. Ingieni kwenye makazi yenu. Sasa kama mna vichuguu mmetengeneza, nendeni kwenye vichuguu vyenu, ndio maskani. Msiranderande kwenye bonde hili sasa hivi, wakati mbaya, saa mbaya. Kaeni chonjo. Kwa nini anawaambia dukhulu masakinakum? La yahtimannakum, asije akakupondeni Suleiman. Wengine wametafsiri asije akakukanyageni, lakini hasa kwa nuni taukidi, asije akakupondeni. Kule kasema nini? Wama adraka mal hutama narullahil, kwani ule unakanyaga ule moto. Hatama si lazima kukanyaga, inakuja kwa maana ya kuvunja au kuponda. Hata ukisoma katika Siratun Nabawiyya utakuta Mtume sallallahu alipoingia Maka kuikomboa, kuna jambo moja linaitwa tahtimul asnam, kuyaponda masanamu au kuyavunja masanamu. La yahtimannakum, na nuni taukidio, asije akakupondeni. Tunairudia mara mbili kwa sababu ya hiyo nuni taukidi. Suleimanu, asije akakupondeni Suleiman. Wajunuduhu, na jeshi lake, maana si peke yake. Halafu wanawatetea, wahum la yashurun, na hali ya kuwa wao huyo Suleiman na jeshi lake wala hawahisi kama wanaponda wanakanyaga kiumbe. Kwa hivyo na saa zangu, rudini kwenye vichuguu, kwa sababu akikiona kichuguu atakikwepa kile, kama kimlima kinachotengenezwa. Lakini humu kwenye bonde humu, mambo ya kurandaranda humu, tokeni. Suleiman na jeshi lake watakuja kukanyageni, na wao wala hawajui kama wanakanyaga viumbe. Narudia aya hii, hata idha atau ala wadi namli, paka walipofika katika bonde la sisimizi au wadudu chungu, koyo. Qalat namlatun, akasema mdudu chungu mmoja au sisimizi mmoja, au kwa ile tafsiri nyingine akasema malkia wa sisimizi hao, ya ayuhan namlu, enyi wadudu chungu nyinyi, dukhulu masakinakum, ingieni kwenye makazi yenu, kwenye maskani zenu mnazokaa. Inaonekana walikuwa wanarandaranda, wanazagazagaa, wamo wanacheza voliti, midako, wako kwenye kuenjoy. La yahtimannakum, asije akakupondeni Suleimanu wa junuduhu, Suleimani na jeshi lake kubwa hilo linalokuja, mimi naliona huko. Wahum la yashurun, na hali ya kuwa wao hawahisi kama wanakanyaga kitu. Hakuna wa kuwalaumu, mtalaumika wenyewe kwa uzembe wenu. Wataalamu wa sayansi wanasema hawa hawatoi sauti, hawa wadudu hawa hawatoi sauti.
Kwa hivyo ikiwa hivyo ndivyo, walisema vipi hawa? Mmoja akajaribu kutetea akasema hawa wanatoa harufu, ile harufu ndio wajulisha kwamba hapa pana hatari, ondokeni, au hapa pazuri, kaeni. Kwa hivyo huyu alisema kwa harufu, lakini wafasiri wa Qur'ani wamepinga sana hiyo, wakasema hapa tunazungumzia habari za muujiza, na utaona huko mbele Mwenyezi Mungu akitaka muujiza wake hata mti utatamka, ambao hata ulimi hauna wala meno hauna. Sikwambii huyu ana mdomo, ana ulimi, ana vimenomeno. Kwa hivyo tunachukua vile vile kwamba kwa kuwa ulikuwa muujiza, yalitoka mambo na Nabii Suleiman akayasikia. Lakini jambo la pili, harufu inawezaje kutoa maelezo yote? Dukhulu masakinakum, hiyo itakuwa harufu ya udi, labda la yahtimanna itakuwa harufu ya gesi, kum Suleimanu itakuwa harufu ya nini sasa hiyo? Maana ikiwa harufu ni ile ile moja, itazaa maneno tofauti vipi? Kwani wewe huwezi kutofautisha wakati buni inakaangwa harufu yake na wakati pengine ubwabwa unawiva? Huwezi kuzitofautisha? Si ujue kwamba huu ni ubwabwa na hii ni buni ya kahawa? Hasa maana zote hizo zitaelezwa kwa harufu ngapi? Akili nakataa. Turudi huku kwamba ulikuwa ni muujiza, Mwenyezi Mungu kaudhihirisha na Nabii Suleiman akausikia. Tumeelewana? Fatabasama dhahikan, akatabasamu hali ya kucheka Nabii Suleiman, min qawliha, kutoka na kauli yake yule sisimizi au mdudu chungu. Fatabasama, akatabasamu, dhahikan, hali ya kucheka. Na Mwenyezi Mungu katumia maneno mawili, kutabasamu na kucheka. Kicheko kinaweza kuja bila tabasamu, na tabasamu linaweza kuja bila kicheko. Kwa sababu tabasamu ni kuachia mdomo wa juu na mdomo wa chini kuachana. Kuna namna tatu. Tabasamu lina daraja tatu katika psychology. Kuna tabasamu dogo, kuna tabasamu kubwa na la katikati. Tabasamu dogo inakuwa midomo inaachia kama mtu anayesinzia tu. Tabasamu kubwa mpaka baadhi ya meno yanaanza kuonekana na mdomo unakuwa wazi, panakuwa hata nzi anaweza kaingia. Na tabasamu la wastani yanaweza kuonekana meno lakini mdomo haujaachama kabisa, lakini midomo hii ya juu na chini imeachia, lakini kinywa hakijawa wazi. Na tabasamu kubwa mara linatoa sauti. Lakini tabasamu si kucheka, na kucheka si tabasamu. Kwa sababu kucheka ni sauti mpaka mtu wa pili na watatu anaweza kusikia. Na ndio maana wanazuoni wanasema ndani ya sala mtu akicheka sala yake imebatilika, lakini akitabasamu, Allahu Akbar, Imam baada ya kuanza al-Fatiha akaanza amma yatasaalun, akarudi bismillahir rahmanir alhamdulillah, lakini amma yatasaalun tayari sala ishabatilika. Kufurahi kitu kingine. Mtu anaweza kwa kafurahi ndani ya moyo wake, lakini usoni akaonekana kaukunja uso kama foil ya chips iliyotumika. Furaha ni jambo la moyoni. Furaha ni jambo la moyoni, linaweza lijitokeze nje, linaweza lisijitokeze. Na hata kicheko kinaweza kuwa cha furaha na kiko cha dharau. Na watu wakorofi wana vicheko vya dharau na vya jeuri.
si lazima iende sambamba yote. Hapa Mwenyezi Mungu anatuambia fatabasama dhahikan, akatabasamu hali ya kucheka. Kwa hivyo tabasamu limekuja halafu limezaa na kicheko juu. Tumeelewana? Kaanza na tabasamu halafu kaishia kwenye nini? Kwenye kicheko. Huyo Nabii Suleiman, min qawliha, kutokana na kauli ya yule mdudu. Tuweke hapa leo, time shakuwa kubwa hii. Waqala rabbi, maneno aliyosema hayo yatakuwa ni dua ndefu sana. Tutakuja kuanza hapo waqala rabbi. Msaada kwenye tuta, tunamuomba dereva tusaidie msaada kwenye nini? Kwenye tuta.